Jamani, nimeandika hisia zangu hivyo nieleze, sio kwamba kwani wewe pale unaona imekuaje? Kila mtu anazungumza na kwake. Wengine wanasema ndoa imekushinda, ndio maana umeandika vile. Hapana, ndoa haijanishinda. Jamani, mtu aweze kukaa kama akasema eti tumeachana. Hapana, kuna vitu vingine mtu anapitia hawezi kuvieleza mbele za watu. Na mpaka mtu kasema kaandika vile, sio kama eti labda nimesijaonesha talaka pale. Ningekuwa nimeonesha talaka kweli. Nimejaribu tu kuelezea baadhi ya mambo, ila sio kwamba labda si nisemeje. Midomo ya watu huwezi kumtafsiri kama mtu anavyonielewa yeye. Watakavyotafsiri ni wao, watajua wao wenyewe. Niko hivyo. Lakini sio kwamba umeachika. Mimi sijaachika, mimi ndo naacha ndugu yangu. Poa. Mzima. Mimi nakupenda, ni mpole sana. Nakupenda pia. Mungu ana sababu zake kwenye maisha yetu. Ni kweli. Umevaa leo? Leo ni siku ya mvuje wenyewe ndio huu hapa, kwa ndo tumeuvaa. Kwa maana hiyo huo mvuje sasa ndugu yangu unakukinga ama unafanya nini? Sijaelewa. Hii kwa wale wachawi Waswahili wanaelewa. Kwa maana hiyo wewe kwenye Uswahili tunakuweka au hatukuweka? Kama sivyo hivi. Tubaki wapi? Tubaki kwenye upo au upo? Mimi nipo katikati. Uswahili kidogo, uzungu kidogo. Yaani niseme kama eti sijapitia haya mambo au uongo, hakuna. Huo ni uongo. Kwa maana hiyo kuna namna ulipitiaga huko. Ndipo. Okay. Sawa. Na unavielewaga vipogo vinaenda vinarudi. Sisi familia yetu tunajulikana. Tumekubaliana wote. Kwamba nyinyi familia yenu wote washiriki. Hata sijasema hivyo. Wewe mbaya. Sema hivyo. Hapana, kwa mbali. Kwa mbali. Sasa yangu anasema yeye ana uwezo wa kuroga na hata ashtuki. Ni kweli, kwani wewe hujawahi kuroga? Mimi si mlogi mtu. Hujawahi kuroga? Kumloga nani? Hujawahi kumloga mtu yoyote? Wewe basi mimi sijapata kunizingua kichwa nikamwendea kwa mganga. Na natafuta huyo mganga mpya. Amna. Ambaye atakuwa hanisumbui. Hamna, kila mtu lazima atakuwa baba amepitia hivi vitu. Sio kama tukisema tujawahi kupitia, huo ni uongo. Kuna namna kidogo, sio sana. Kwa mbali. Unapelekwa unaogeshwa na niliu. Kawaida. Uendelee na maisha mengine. Kawaida. Sawa, tukizungumzia usiku wa mvuje kwenu nyinyi sasa hivi. Kuna faida gani imepatikana? Kwa sababu wewe ndio mtu ambaye unasimama mlangoni, wewe ndio mtu ambaye unapokea kila kitu, malipo na nini. Kuna faida gani ambayo mpaka sasa hivi imepatikana tangu kuanza kwake? Huu mwaka. Faida ni nyingi. Yaani tukisema kwamba tujawahi kupata faida, huo ni uongo. Faida ni nyingi na hasara pia ni nyingi. Okay. Kwa masuala ya pesa iko hivyo. Kuna faida yake na hasara yake. Okay. Ni hivyo tu. Kuna namna mmezidi kujulikana usiku wa mvuje, popote unapoenda wateja wanakuwa wengi. Mwanzoni hapana, je kuangusha, ila kuna utofauti. Unaweza ukaenda sehemu nyingine watu wasijae au watu wajae, yani kawaida ni hivyo vitu. Na hiyo ishazoeleka sasa hivi? Hapana, haiwezi kuzoeleka. Kuna masuala ya hasara. Wewe kupiga mahesabu masuala ya hela, mimi na hela. Wewe na hela ni kama kuna uchaga ndani yako kabisa. Unaona hapa kuna namna, kuna milioni 5 haipo. Alafu anahusika siwa sasa kulipa hiyo damage yao inakuwa. Au ofisi sasa inasema Okay. Ofisi ndio inahusika. Okay. Inakavia kila kitu. Okay. Sawa, tumalize na hili. Sakata lako imekuaje? Hatujaelewa kule. Sio kweli. Kwa sababu wakati unaolewa, tulikuwa tunaolewa wote. Mimi si ndugu wa bibi harusi. Kwa kuna namna tuliolewa wote, tukaja tukasherehekea, ubwa tukala. Kuna namna walako umeuandika mrefu kule. Nimeandika. Imekuaje? Jamani, nimeandika hisia zangu hivyo nieleze, sio kwamba kwani wewe pale unaona imekuaje? Kila mtu anazungumza la kwake. Wengine wanasema ndoa imekushinda, ndio maana umeandika vile. Hapana, ndoa haijanishinda. Jamani, mtu aweze kukaa kama akasema eti tumeachana. Hapana, kuna vitu vingine mtu anapitia hawezi kuvieleza mbele za watu. Na mpaka mtu kasema kaandika vile, sio kama eti labda sijaonesha talaka pale. Ningekuwa nimeonesha talaka kweli. Nimejaribu tu kuelezea baadhi ya mambo, ila sio kwamba labda si nisemeje. Midomo ya watu huwezi kumtafsiri kama mtu anavyonielewa yeye. Watakavyotafsiri ni wao, watajua wao wenyewe. Niko hivyo. Lakini sio kwamba umeachika. Mimi sijaachika, mimi ndo naacha ndugu yangu. Alafu siniambia na hujamwacha bado mumeo ama umeshamwacha? Jamani, kuna namna unashughulikia talaka? Hapana, bado sijaanza process. Lakini ziko kwenye hizo ratiba. Tuna maana tukimalizana na swala la mvuje talaka zitafuata. Naweza zikafuata. Akikuomba msamaha?
Sameana. Unajua unamsamehe mtu mara ya kwanza, utamsamehe mara ya pili, ila kama asili ya mtu ni asili ya mtu, hivyo tu. Unajutia kuingia kwenye ndoa? Hapana, ni funzo. Kuna vitu baadhi nimejifunza, kwa hiyo una vitu unaweza usivifanye tena. Kwa mimi naamini ni funzo, kila binadamu anapita. Hakuna mtu anasema eti kuna ukoo wake mzima aje kuachika au aje kuacha, huo ni uongo. Kwa kila kitu ni funzo, nimejifunza, next time nitajua jinsi gani nini ya kufanya. Kwa sijajuta. Nizungumzia hapa kwenye swala la ndoa. Wakati mamako anaachika watu walimsema sana. Kuna namna mimi jana nimeona samu ya watu wamekuposti wakasema ndoa haijai kumwacha mtu salama, imemshinda mamake, utaiweza wewe mtoto mdogo. Watu wameichukulia vibaya hii swala lako wewe kuandika mtandaoni kwamba umetoka kwenye ndoa, kuna purukushani, kuna vitu ambavyo uliwahi kuvivumilia, haijakukata? Ndoa ni riski jamani, ndoa ni riski. Riski ikiisha basi huwezi kulazimisha riski, iko hivyo. Kama ni yeye, afu masuala ya mama ni yeye na mimi ni mimi. Kwa hiyo mimi sipendi mtu anapozungumzia masuala yangu akafananisha na ya mamangu, ni tofauti. Iko hivyo. Mimi nataka nikuulize swali la mwisho ili tupate kuondoka, maana naona mama anapiga kelele. Tumalize na hili. Ikitokea amekuja mwanaume wa Kiislamu anataka kukuoa, uko tayari kuingia tena kwenye ndoa? Yaani kuingia kwenye ndoa nitaingia kwenye ndoa, ila sio kwa sasa, wala sio kwa kesho, wala sio kwa shughuli. Najipa muda. Iko hivyo. Eti kwamba nikatae ndoa kwa sababu nikatae ndoa. Sababu umetoka kwenye ndoa alafu imekupa ma stress. Lazima kwanza nijipe muda. Kwa siwezi kurupuka. Mama kasema mumeo kampigia sana ila hajapokea. Sijajua kwa sababu mimi hajaniambia. Mimi sijajua kwa sababu hatujazungumza hilo. Mimi sijajua. Aliniambia umerudi nyumbani una mwezi na hujasema chochote, ndio kwanza kashangaa kuona kile ulichokiposti mtandaoni. Mimi sipendi kumuelezea. Sasa yeye mwenyewe ameshangaa, yani mama alikuta tu mtandaoni, akiniuliza vipi, hamna kitu. Kwa hiyo nisemeje, sio mtu wa kuongea sana. Sikumweka wazi mama. Hicho ndio nilichokosea. Sawa. Zungumza na watu wa Mvuje. Tunawaambia jamani, karibuni katika Mvuje. Kunakuwa na burudani kama zote, kuna wasanii, waimba singeli, waimba muziki, kombolela, kila kitu kiko hapa. Karibuni, burudani zote zipo. Hapana, haiwezi kuzoeleka kuna masuala ya sala wewe. Kupiga mahesabu masuala ya hela, mimi na hela. Wewe hela ni kama kuna uchaga ndani yako. Kabisa. Unaona hapa kuna namna, kuna milioni 5 haipo. Alafu anahusika siwa sasa kulipa hiyo damage yao inakuwa. Au ofisi sasa inasema ofisi ndio inahusika, inakavia kila kitu. Sawa, tumalize na hili. Sakata lako imekuwaje? Hatujaelewa kule. Sio kweli. Kwa sababu wakati unaolewa, tulikuwa tunaolewa wote. Mimi si ndugu wa bibi harusi, kwa kuna namna tuliolewa wote, tukaja tukasherehekea, ubwa tukala. Kuna namna walako umeuandika mrefu kule. Nimeandika. Imekuwaje? Jamani, nimeandika hisia zangu hivyo nieleze, sio kwamba